Karibu tena. Leo ni Jumapili nyingine ambayo ina sikukuu ndani yake, na mimi kasema ngoja niende Mbweni. Sasa kila nikifika Mbweni huwa napata utashi wa kuzungumza yanayojiri duniani, kuona je, tunamtii Mwenyezi Mungu au tunafanya yale sasa ya kidunia ili kujipendezesha wenyewe. Tena sio kujipendezesha wenyewe, wewe mwenyewe binafsi kujifanya ni zaidi ya Mwenyezi Mungu. Wanacheka kidogo. Unajua Mwenyezi Mungu huwa anasema siku zote Mungu alishafanya kazi yake akamaliza, akawaachia nyie binadamu kuendeleza kazi zenu kupitia muda aliyokupa kuishi. Sasa yule mtu ambaye anamuona, kila mtu anamuona adui, kila mtu anamuona afai, kila mtu anamuona something wrong there. Kuna tatizo hapo Kuna tatizo la utashi ambao yeye anajiona yeye ndio yeye na hawa wengine sio sahihi kuwepo duniani. Are you crazy my friend? Sasa Mungu alikuwa na nia gani ya kuumba watu wene jinsia tofauti, mtazamo tofauti na kila kitu tofauti, total different my friend. So how wewe mwenyewe ukajisema kwamba yule atatuangamiza sisi, yule inabidi aangamizwe. So what do you mean there? Una maana gani hapo? Maneno yako unayageuza kinyume, kwamba wewe ndo unawaangamiza wengine, sio wao wakuangamize. Yule anayeanza ndio adui, yule mwingine anajitetea. So Mungu aliweka simple tu, muongee, negotiate, muongee. Na ndio maana aliweka nguzo za dunia kuwa na mashirika tofauti yanayosimamia mambo fulani, kwa sababu aliwajua hawa binadamu wako tofauti. Kwa hiyo wenyewe wajijenge kusimamia mambo fulani. That is the reality. So wewe peke yako ndo unasema on behalf of other, then wewe mambo unayofanya totally crazy, then unawaoneshea kidole wengine, kumbe unajioneshea kidole wewe mwenyewe, unajieleza wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Hapana. Mungu anataka mkae, muongee, muyamalize kwa kuongea, kwa sababu kila mtu ana muda wake. Leo jua alipo leo, wanatafuta kwa sababu lina present nguvu ya Mwenyezi Mungu hapa duniani. Hivyo ungesema Mwenyezi Mungu achange orbit ya jua na orbit ya dunia zie nearby. Zeni, don't do that one. Hapana, usifanye hivyo. Wasamini wengine kama unavyojisamini wewe, na mkubali kwamba hapa mko duniani kwa muda tu, kwa interview. Kila mtu, wewe ukiondoka mwingine anakuja, na uwezi ukasema wewe ndio wewe my friend. Wewe utakuwa adui wa wengine, atakuja nyuma yako atakuwa rafiki wa wengine, atabadilisha kabisa entire idea ambayo unayo, kusudi dunia ipendeze. Dunia siku zote imejengwa kupendeza, sio kuimaliza. I'm tired my friend. No, hapana. Jengeni dunia kwa moja, kwa kupendana, kwa kuongea. Pale mmoja anapokosea, mnakaa pamoja kumrudisha, harudi katika kuitetea dunia. Nimechoka na wewe tu ndo unaoneshea wale yule wote, unabomoa, unaua. You don't care my friend. Una bahati tu Mungu anakupenda, ndio maana yeye hakuangalii wewe unayafanya. Business alishamaliza kuiumba dunia, hataki kabisa kuwa na uhusiano na binadamu yote. Anajua kabisa binadamu nyie jinsi mlivyo ni hatari. I'm tired. No comment. Thank you.